Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze kazi kubwa. Tumeona kwenye hotuba ya Waziri Mkuu ameeleza mafanikio makubwa kwenye sekta mbalimbali. Kwa kweli kipekee tunampongeza sana na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais ambaye huyu ndiye anayetupambania namba moja kutafuta fedha. Maeneo mengi tumeshuhudia miradi mingi ambayo iliachwa na mtangulizi wake, lakini mama huyu mpambanaji wetu amehakikisha miradi hii anaikamilisha na kuanzisha mingine. Ukienda upande wa SGR, miradi hii ilikuwa bado haijakamilika kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, lakini imekamilika, na miradi hii kwa kweli imerahisisha maisha. Mtu anatoka Dar es Salaam, anakuja anaingia bungeni, anaendelea na ratiba za bunge, jioni akiamua anarudi Dar es Salaam. Lakini pia hata kwa wafanyabiashara, wanatoka hapa Dodoma asubuhi, anaenda Dar es Salaam, anafanya shopping, usiku anarudi, kesho anaendelea na biashara yake. Kwa haya ni mafanikio makubwa sana kwa taifa letu. Lakini pia kuna ushauri ambao nilikuwa nataka kutoa kwenye upande wa SGR. Kuna haya mabehewa ya VIP. Mheshimiwa Mwenyekiti, unakuta kwenye lile behewa kuna watu 20, na yale mabehewa yanabeba wakati mwingine mpaka hata watu 10. Nafikiri ni kwa sababu ya gharama kubwa za usafiri, 1,500,000. Sasa mimi ninachoishauri serikali, kama behewa linalobeba watu 40, abiria 40, linabeba watu 10 au 15 mpaka 20 kwa sababu ya gharama za usafiri, kwa nini serikali isiamue kupunguza? Kama ni 1,500,000 ikapunguza ikafanya 70,000, hii inaweza ikaongeza pato kwa serikali kuliko kuacha bei kubwa alafu abiria wanakuwa wachache. Lakini jambo lingine, tumeshuhudia mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Bwawa hili tulikuwa tunalitegemea sana, lilikuwa bado chini wakati mtangulizi wake analiacha, lakini mama huyu amepambana pamoja na wasaidizi wake kuhakikisha linakamilika. Na sasa tuna uhakika wa umeme, na nchi inapokuwa na uhakika wa umeme, ninaamini viwanda vyetu vinaenda kuwa salama, tunaenda kuongeza uzalishaji. Na niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye sekta hii ya umeme tunahitaji sana. Na nitoe mfano kwa upande wa mkoa wa Kagera, umeme umekuwa ukikatika mara kwa mara. Sasa tunao umeme wa uhakika. Niombe sana serikali, unganisheni mkoa wa Kagera na gridi ya taifa ili na sisi viwanda vyetu viwe salama, maana umeme wa mkoa wa Kagera kwa siku moja unaweza ukakatika zaidi hata ya mara 20. Sasa ninaomba sana serikali ili liangalie, tuunganishwe na gridi ya taifa, lakini pia tuweze kuongeza ajira kwa vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni mambo ambayo ni ya kitaifa, na ya kitaifa ni mengi sana, hatuwezi kuyamaliza, lakini wasije wakasema yamefanyika tu ya kitaifa kwenye majimbo yetu hajafanyika. Tumeshuhudia miradi mikubwa sana ambayo imefanyika kwenye maeneo yetu. Mimi nitoe mfano, hakuna jambo ambalo lilikuwa linasumbua, na tumelisemea hapa bungeni, waheshimiwa wabunge, michango kwa wananchi wetu walikuwa wanapata wakati mgumu, na maeneo mengine hata ndoa za wananchi wetu hazikuwa salama, kwa sababu inapofika kipindi cha kuchangia vyumba vya madarasa, wananchi unakuta hawakai majumbani wanaume. Lakini kipindi cha Mama Samia, mimi nieleze kwa upande wa Kyerwa, tumepata vyumba vya madarasa upande wa sekondari 185. Tumepata matundu ya vyoo 80. Ukija upande wa primary tumepata vyumba vya madarasa 175. Matundu ya vyoo 829. Haya ni mafanikio makubwa. Mheshimiwa Rais ameondoa adha ambayo ilikuwa inawapata wananchi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ndoa za Watanzania ziko salama kwa sababu michango haipo tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeweza kujenga shule za sekondari mpya
10 kwa upande wa Kyerwa. Kyerwa hatukuwa na kidato cha 5 na 6, lakini kipindi cha Mama Samia tuna shule 12 za kidato cha 5 na 6. Kyerwa hatukuwa na VETA. Leo hii tupo tunajenga chuo cha VETA. Vijana wetu wanaenda kupata ujuzi ili waweze kujiajiri kwenye sekta mbalimbali. Kwa haya ni mafanikio makubwa ya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu. Tunaendelea kumshukuru sana na kumwombea kwa Mungu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais amegusa sekta nyingi. Mimi nilipoingia hapa bungeni tangu mwaka 2015 nimekuwa nikiongea habari za soko la uhakika zao la kahawa. Nimeongea lakini hatukupata majibu, lakini awamu hii chini ya mama yetu Samia Suluhu ameleta majibu ya kahawa. Wananchi walikuwa wanapangiwa bei, anayeamua kununua 800, anayeamua kununua 1000, lakini kipindi cha mama Samia mwaka 2022 ilibidi ifike wakati tuongee kwa ukali sana na kukataa kuunga mkono bajeti. Lakini mama Samia, mama huyu msikifu, akaelekeza waziri mkuu, akamwelekeza waziri wa kilimo, kahawa ya mkoa wa Kagera iuzwe kwenye mnada. Kahawa imetoka shilingi 1100, leo hii tunaongelea shilingi 6500. Haya ni mafanikio makubwa. Ninajua kuna wengine wanaweza hawapendi waliokuwa wananufaika na kule Kyerwa wapo, na leo hii wanapambana, wanasema huyu ambaye ametunyang'anya kahawa tuhakikisha arudi. Lakini mimi nina imani Mungu aliyeniwezesha nikapambania kahawa leo hii kapanda, Mungu huyo huyo bado yuko kazini na atamjulisha bila kwake. Sina mashaka na Mungu wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais amesikia kilio cha wabunge. Tumezungumza hapa juu ya miradi ya maji. Wananchi hawana maji safi na salama. Mheshimiwa Rais amemwaga pesa nyingi kwenye miradi ya maji. Hata kwa Kyerwa tunayo miradi mingi inaendelea zaidi ya bilioni 16. Ninachoomba sana serikali, miradi hii imeanzishwa, wakandarasi wanadai hela nyingi, walipeni wakandarasi ili nia ya Mheshimiwa Rais ya kuwapatia maji safi na salama wa Tanzania iweze kutimia. Ninaomba sana hili mlizingatie. Ninao mradi wangu wa Runyinya Rwabwere mpaka Chanya unahitaji zaidi ya bilioni 3 mkandarasi akamilishe. Ninao mradi wa Kikukuru wa bilioni 5, mkandarasi ameshaujenga zaidi ya 75%. Mlipeni akamilishe mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukija upande wa barabara, mimi wakati naingia Kyerwa barabara nyingi zilikuwa zipitiki, watu walikuwa wanapita kwenye mitumbwi. Lakini chini ya Mheshimiwa Rais tumejenga madaraja makubwa, tumefanya kazi kubwa. Wanakyerwa wanaolima wanatoka mashambani wanapeleka mazao yao kwenye masoko, mambo yako vizuri. Mama Samia oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine kubwa ambalo amelifanya mama Samia, tulikuwa na masoko ya kimataifa. Masoko haya ni yana zaidi ya miaka 15, yalishasahaulika. Nikamwendea waziri wa kilimo, nikamweleza, nikamwambia haya masoko yalikuwa viwanda, ninaomba wewe ukayabebe kwa sababu yanawagusa wakulima. Akampelekea taarifa mama Samia. Mama Samia ametoa kila soko bilioni 1. Leo hii tupo tunaezeka masoko, Wanakyerwa na Wanakagera tunaenda kupata soko la uhakika. Hayo ni mafanikio makubwa yanayofanywa na mama Samia. Wanakyerwa wakati mama anaingia, vijiji 29 havikuwa na umeme. Lakini chini ya mama Samia tumempelekea maombi hapa bungeni kupitia wasaidizi wake. Mama Samia ametoa pesa, vijiji vyote 29 vina umeme. Hayo ni mafanikio makubwa ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na niombe sana, Kyerwa bado sasa tunavyo vitongoji zaidi ya 300. Sasa tunaomba nguvu hiyo hiyo iliyotumika kupeleka pesa kwenye vijiji, nguvu hiyo ikapeleke kwenye vitongoji ili Watanzania na Wanakyerwa waweze kupata umeme wa uhakika.
vijana waweze kujiajiri kwenye maeneo mbalimbali kwa kutumia umeme. Kwa niombe sana hilo mlizingatie. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, ninaunga mkono hoja 100%.